Kwa majina naitwa Mtoro Senga Musa, ni mkazi wa Tabora mjini. Nina umri wa miaka 39. Mimi mtihani nilionao na ugonjwa wa figo zimefeli. Huu sasa ni mwaka wa 4 toka mwaka 2020. Nilipata mtihani huu kwa njia ya pressure. Pressure ilikuwa inanipanda sana. Matokeo yake kaenda kaua figo. Kaondolewa hapa kwa matibabu kupelekwa Dodoma, Benjamin Mkapa pale. Nimekaa pale kwa muda wa mwaka mzima nikitibiwa. Baada ya kuwa imepatikana vituo vya dialysis kwa maana ya kuchuja damu huko Tabora, nikarudishwa Tabora hapa Nkinga pale. Nikawa nafanya kwenda Nkinga pale kwa wiki mara 3. Jumatatu, Ijumaa na Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kwenda kuchujua damu. Kwa kweli mtihani huo nimeenda nao mpaka sasa hivi mwaka wa 4 sasa. Lakini kimsingi mtihani huu gharama zake zimekuwa ni kubwa. Sababisha uchumi wangu umeyumba, na kazi ambayo nilionayo ni ustadhi wa madrasa, kwa maana nafundisha watoto. Ni kazi ambayo ni ya kujitolea kama hivyo. Lakini pia nina familia. Uchumi umeyumba kutokana na gharama za matibabu ambazo zinatakiwa nizipate. Ugonjwa huu kama ninavyosema kwamba naenda kwa wiki mara 3, kila mara moja ninapoenda na lazimika kulipa 220. Kutokana na hali ya maisha maana nashindwa kuafford hivi. Kwa mfano kama sasa hivi hapa na wiki ya pili sasa sijaenda. Hali yangu imekuwa ni mbaya sana. Nashindwa kujimudu gharama za matibabu. Baada ya kupata matatizo haya, kiukweli jamii yangu ilionizunguka ndo ilikuwa msaada mkubwa sana. Ilikuwa nasaidiwa na jamii ambayo imezunguka kwa maana ya kunichangia kidogo kidogo, nikawa naenda hospitali hivyo. Sasa imefikia hatua sasa watu wamekuwa na wenyewe hali ni mbaya, dhaifu hali iko hivyo. Kwa hiyo nimeamua kujitokeza kwa wananchi waweze kunisaidia pamoja na serikali yangu. Hasa serikali pamoja na mataasisi mbalimbali, naomba nisaidie, hali ni mbaya. Sasa imekuwa ni mtihani kuweza kumudu gharama hizo, na usipoenda kwa kufuata utaratibu ambao umepangiwa kwa wiki mara 3, hali inakuwa ni mbaya sana kama hivi ambavyo nilivyo sasa hivi. Hata kutembea kumove kwenda hapo na nashindwa kutokana kifua kinakuwa kinibana, hali inakuwa ni dhaifu. Kwa kweli hali yangu ni mbaya sana. Kwa hivyo najitokeza kwenu ndugu zangu wananchi, viongozi wa serikali pamoja na mataasisi mbalimbali, muweze kuona namna gani ya kuweza kunisaidia. Hali yangu ni mbaya sana kwa kweli. Hali ya maisha ya nyumbani, familia yangu yote inategemea mimi, na mimi hali yangu ndio hivyo, siwezi kumudu gharama za matibabu. Nilikuwa naomba viongozi wa serikali, hasa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, serikali yetu tukufu hii na sikivu, hususan kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, niweze kusaidiwa kuweza kumudu gharama za matibabu kwanza, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kuweze kufanya upandikizaji. Kufanya upandikizaji kwa sababu ili niweze kuendelea na maisha. Maisha yangu yamekuwa hayana matumaini mbele, kwa sababu siwezi kumudu gharama za matibabu, lakini vile sioni mwanga mbele wa kuweza kuona namna gani za kuishi. Kwa hiyo naomba serikali, viongozi mbalimbali wa kidini, lakini viongozi wa serikali na mataasisi mbalimbali waweze kunisaidia. Mimi hapa ni mwananchi dhaifu sana. Sina kazi, sina biashara yoyote. Waweze kunisaidia angalau hata mtaji, lakini vile kuweza kumudu gharama za matibabu, lakini kuweza hasa kubwa ni kuweza kupandikizwa upandikizaji wa figo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, mama yetu mpenzi Samia Suluhu Hassan, wewe ni mama msikivu,
ni mama mwenye moyo wa upendo, na kuomba unione mimi mwananchi wako naangamia huko. Naomba unisaidie kwa namna yoyote ile katika shida ambazo nimezitaja katika mahitaji yangu. Naomba unisaidie mama wangu. Hali ni mbaya sana. Kama za upandikizaji wa figo na ndo suluhisho la matatizo haya ni milioni 40. Milioni 40 kwa pale Benjamin Mkapa. Sasa sijui kwa sehemu zingine huko kwa maana nchi za nje huko, lakini kwa hapo Benjamin Mkapa ameshingi milioni 40. Kwa hiyo hilo ndio suluhisho hasa la tatizo. Lakini tofauti na hapo maana yake ni kufanya dialysis ambao kwa siku moja ni 220,000. Mara 3 ni 600,000 na shilingi 60,000 kwa wiki. Lakini suluhisho la matatizo ni kufanya dialysis, ni kufanya upandikizaji ambao ndio shilingi milioni 40 hiyo. Anwani ambayo inapatikana kwa namba za simu 0716 56 09 33, 0716 56 09 33, lakini pia 0613 56 09 33. Hizo ndo namba ambazo napatikana, na kwa majina ambayo napatikana ni Mtoro Senga Musa. Kwa majina naitwa Mwanaisha Muhammad, ni mke wa Mtoro Senga Musa. Nimejitokeza mbele yenu kuomba msaada wa matibabu kwa ajili ya matibabu ya mume wangu mwenye matatizo ya kufeli kwa figo zote mbili, na kwa sasa anafanyiwa uchujaji wa damu, dialysis. Gharama zake inatakiwa aende mara 3 kwa wiki. Kila anapoingia kwenye uchujaji gharama yake ni 220,000. Kutokana na hali yake ya maradhi ya muda mrefu, tumekuwa tuwezi kukidhi mahitaji ya gharama za matibabu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada, serikali itusaidie ili tukidhi gharama za matibabu na kuweza kukidhi gharama za maisha mengine. Baba wa familia kama hivyo ameshaingia maradhi ambayo haijulikani lini atapona. Mzigo wote wa familia umenielemea mimi. Changamoto zote za familia inabidi mimi ndo nizitatue. Mimi mzazi wa mgonjwa Mtoro Senga Musa. Mimi ni mama yake Nyamizi Rajabu Subeti. Nilikuwa nikiwaomba serikali, hasa Mama Samia akiwa mwanamke mwenzangu, naomba msaada mkubwa sana upatikane kwa mtoto wangu ambaye ndio upande mwingine tegemezi kwangu mimi. Tukakapata maradhi haya nimekuwa ni muda mrefu. Michango watu wamechanga, kwa kweli tunashukuru pa kufikia hatua hii. Sasa tumekwama, hatuna pengine pa kutegemea. Tunategemea serikali na huruma za viongozi imsaidie kijana ili apate matibabu. Kana peke yake kuhusu matibabu, familia pia nayo imeshakongoroka, haina uwezo tena kumsaidia. Kwa sababu tatizo hili kama nilivyosema mara ya kwanza ni la muda mrefu, watu wamepigania sana, lakini juhudi bado hazijakaa sawa. Tatizo liko pale pale kwa muda mrefu. Nataka pesa ili ya kumsaidia huyo kijana. Naombeni muone huruma liwaingie katika nafsi zenu. Kwanza umri wake bado mdogo, tatizo ni kubwa. Ana watoto na mke pamoja na mimi mama yake. Uwezo hana tena hakuweza kukimu. Asanteni sana mkinisaidia. Mtu akijaliwa
kukipata ndipo anapotoa, kwa sababu na wenyewe wana familia zao na wakati wenyewe huu mgumu. Inakuwa mtu atakapojaliwa ndipo anaposaidia. Wana uchungu sana kumsaidia ndugu yao, lakini uwezo unakuwa mdogo kwao. Chukua kuwajibika hivyo hivyo, kukopa kwenye vifaa vyao wanauza ili kutaka kumkomboa mdogo wao. Sasa imeshashindikana. Mbaki uliangalia tu na kuomba msaada kwa baadhi ya watu. Mtu ana pesa kidogo anatoa, hana basi anatoa ahadi, lakini nakuwa ahadi hazitimii.